Inuka katika mkutano huu, maana kwa ajili yako pekee tu tuko mahali hapa. Tunakubariki mfalme, tunakuinua Mungu wa uwezo, kwa sababu ni Bwana juu yote. Kubali maabudu ya mioyo yetu, kwa sababu ni chini ya damu ya mwana kondoo tunakaa hapo tukiamini ya kuwa tumepatanishwa nawe, na maisha yetu yabaki maabudu daima machoni pako, ili wewe utukuzwe katika yote. Mwema, tena kama wana na binti tunakuja kwa miguu yako, tunahitaji useme nasi. Jifunue kwetu Mungu mkuu, tupe Baba kukupenda, tupe Mungu wa maajabu kukufahamu, tuongeze maarifa ya kutembea pamoja nawe, kwa sababu wewe ndiye Bwana wetu. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti tunaweza kumshangilia Bwana. Shangilia Bwana na uchukue nafasi tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Tunawasalimu tena katika jina la Kristo Yesu, na tunashukuru Bwana kwa sababu ya kutupatia muda huu ili tuweze kuwa machoni pake. Barikiwe wewe ambao umetimiza neno hili. Heri wanaoamkia machoni pa Bwana, kwa sababu Mungu atawasikia na atawahifadhi katika njia zao. Kitabu ya Yeremia sura yake ya 29. Tuende mara moja mafundisho. Kitabu ya nabii Yeremia sura yake ya 29 venef. Tunaenda mstari wa 11, tuteremke 12, 13. Yeremia 29 mstari 11. Maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi, sema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Amina. Maneno haya kama tunaendelea kuyashuhudia siku zote, ni maneno ambayo Bwana akazungumza kwa kinywa cha nabii Yeremia, na ilikuwa ni wakati nzito sana kwa taifa la Israeli. Ilikuwa ni wakati ambao walikuwa katika utumwa. Ni wakati ambao ulionekana kwao ni muda ambao ulikuwa mzito kabisa, na ilikuwa kugumu upate kumwambia mtoto wa Israeli kwa muda huo walipokuwa chini ya utumwa. Walinyang'anywa mji, wakachukuliwa taifa nzima, wakapelekwa, wakahamishwa, miji yao ikatekwa, vitu vyao vikatekwa, wao wenyewe wakahamishwa. Biblia inasema wakaenda uhamishoni, na mahali ambapo walihamishwa kwa kwenda katika utumwa. Na ilikuwa ni muda ambao taifa la Israeli walikuwa wamekata tumaini kwa sababu ya kesho ama kesho kutwa. Na sasa ndani ya mateso kama na hii, ndiposa nabii Yeremia akakuja na neno la Bwana, akaanza kuwaambia sasa, mimi Mungu nayajua mawazo ninayowazia ninyi. Ninajua nini ambayo nimepanga kwa ajili yenu. Mara nyingi neno la kuinua tumaini linapokuja kwa mwanadamu, halikuja wakati akonekana iko ndani ya raha. Neno la tumaini halimkute mtu ambaye yuko ndani ya starehe. Neno la tumaini Mungu analituma zaidi kwa yule ambaye mara kajikuta katika matatizo ama kukata tamaa na tumaini yoyote. Mungu akaambia taifa lake, akawaambia, mimi najua mpango nilio nao kwa ajili yenu, mawazo ninayowazia ninyi. Akawaambia si mawazo mabaya.
Yawezekana kumbe mtu anaweza kuwa katika hali nzito, lakini bado mawazo ya Mungu yanasimama sawa kabisa kwa ajili yake. Ndiposa kashuka na kuwaambia, kasema, sasa nisikilizeni, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Ijapokuwa Mungu ana mawazo mazuri kwa ajili yetu, Mungu ana mipango mizuri kwa ajili yetu, lakini sasa ukamilisho wa mpango wa Mungu kwetu unakuwa na shurti, tuseme hivi basi. Tulizungumza jana ya kuwa kuna watu wengi ambao wanakaa akijua kama Mungu ananiona, Mungu anajua, kuna vile tatimiza. Nina mawazo mazuri, lakini chini akaongeza sasa, mtaniita. Msiponiita ninayowazia haitatimika. Msipotafuta uso wangu ninayopanga kwa ajili yenu hayatakamilika. Yale ambayo ninakusudia kwenu, msipojiunga na kunitafuta haitafika, hamtayaona. Mungu ana mawazo mazuri kwa kila mtu, lakini shuti simama, mwite. Ndio maana tumeingia katika juma hii ya kuomba. Ombeni. Usipomwita Bwana hakuna wazo ambalo litatimika kwako. Usipotafuta uso wa Bwana hautamuona. Usipoingia kilindini kutafuta mapenzi yake hakuna ambayo itafunuliwa kwako. Akasema kwa mstari wa 13, nanyi mtanitafuta na kuniona ikiwa mtanitafuta kwa mioyo yenu yote. Kuna sehemu ninasema kuna kuomba na kuomba. Unajua sote tunaweza kusema tunaomba, lakini kuna kuomba na kuomba. Na kuomba huku kuna pishana viwango kwa kitu ambao umefunuliwa ama umeelewa. Na sasa nataka kuingia na wewe kiwango fulani ambayo inataka mara uelewe. Nikipata muda nizungumzie watu wawili, lakini hapa nataka nianze na umoja. Twende kitabu cha Wafalme. Mungu ana mawazo mazuri kabisa. Mungu ana mipango mizuri kabisa, lakini anasema ili itimilike niite. Ili uyaone nitafute. Ili yale ambayo ninayapanga kwa ajili yako yaonekane yamesimama. Ndugu yangu, una haki ya kumtafuta Bwana. Wafalme wa pili sura yake ya 6 hapo. Wafalme wa pili sura yake ya 6. Tunaenda kuingia mstari wa tuanze wa 26 hadi 26. Wafalme wa pili sura yake ya 6. Tunaweza kuanza kwa mstari wa 26. Tulimke kidogo hapo. 26. Sijui kama tunaweza kuanzia juu kidogo hapo. Tuanzie kwa 24. Tuanzie 24. Kuna wazo ambalo Roho ameweka ndani ya moyo wangu tupate kulitafakari asubuhi ya leo. Wafalme wa pili sura yake ya 6 24, neno imeandikwa, ikawa baada ya hayo Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akawakwea akawahusuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakahusuru tafadhali. Hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 30 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. 26. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidiaje mimi?
na sakafuni au na shinikizo? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mwana wako tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia, siku ya pili mtoe mwana wako pia tumle, naye amemficha mtoto wake. 30, tutaishia kwa 13 hapo. Ikawa mfalme aliposikia maneno ya huyo mwanamke, aliyararua mavazi yake, naye alikuwa akipita juu ya ukuta, na watu wakaona, na tazama, alikuwa amevaa gunia ndani mwilini mwake. Amina. Sema amina. Amen. Tusaidie Bwana. Ilikuwa muda mzito kabisa. Israeli kihadithi, tukipita haraka, katika sehemu ya Samaria wakazungukwa na adui. Biblia inasema huyu mfalme Ben-Hadad akazingira Samaria, akafunga kabisa. Hakuna aliyeingia wala aliyetoka, hakuna alienda shambani wala hakuna aliyevuna. Kuna muda ambao pia ukichunguza maishani mwako mwenyewe, kuna wakati ambao unakutana kila unachokifanya kishiki hakikamate. Sasa hapa nirudi tupate katika historia, nibaki hapo. Biblia inasema njaa iliyoingia katika mji ilifanya watu wakaanza kula farasi, na mpaka kichwa ya farasi ikaonekana ndio inakuwa na bei kubwa. Mara ya kwanza nilipofika Bunia, ulimi ya ng'ombe haikuliwa. Ulimi ya ng'ombe haikuwa inaliwa zamani. Ulimi na vyote vya mtumbo. Walikuwa wanafanya ukichinja ng'ombe, ulimi au kichwa tu na vyote vya mtumbo na miguu wanatupaka kuyala. Hii ndio ilikuwa maisha ya Mkongomani katika kale. Mimi nilipofika Bunia mara ya kwanza nilishangaa. Kwa abattoir walikamata kichwa wanatupa, vya mtumbo wanatupa. Walikuwa nakula nyama tu. Na kwa asili ya Muhema nakula mbuzi sasa. Lakini Muhema hakukula kuku. Muhema alihesabu kuku kama ndege. Na mzee wa Muhema atakwambia, sasa unanipatia nyama ya kuku ndio nitashika wapi? Anaona kama ni kitu bure. Walijua kukula nyama. Lakini kwa muda iliyofika, sasa watu wakaanza kupanuka, na sio watu kupanuka, njaa ikaanza kuingia, magumu ikaanza ingilia watu. Kwanza wakajifunza, kumbe tunaweza sukua hii matumbo na tunakula. Wakafika kusema, kumbe na kichwa tunaweza kuipiga moshoka tunaikula. Sasa kwa Israeli hapa ilikuwa imefika kiwango cha juu sana. Aliyekula kichwa ya punda ama sehemu ya kichwa ya punda alionekana angalau huyo. Wakafika hatua mpaka Biblia inasema wakaanza kupima. Hii wanasema mavi ya njiwa, sio mavi ya njiwa. Ilikuwa ni mbegu zilikuwa kama mavi ya njiwa. Waliipatia tu jina hivi. Sasa mnaitaka pomme sautée. Sasa wakaanza kuuza hii, ilikuwa umambegu, na ukakuwa wa valeur kabisa. Njaa iliingia ndani ya mji kiwango ambayo hakuna mtu angalifikiria. Juu ya hayo ikafika kilele kabisa ya taabu ya Samaria, watu wakafika hatua ya kukulana. Sasa
Njaa inapoingia katika mji, mambo wakati haiendeke, vitu vinavyokwama, kuna yule ambaye anaweza kusimama kama ana ujukumu, responsable. Na responsable wa Samaria alikuwa ni mfalme. Ilikuwepo na mfalme ambaye alikuwa anajua kama taifa hili limewekwa chini yangu, na kile inaweza kuonekana shida kwao, mimi ndiye nitachukua. Hakuna tabu kama kuwa na irresponsible asiyejua tabu ya watu wake. Hii ni shida sana. Mama ambaye hajui shida ya watoto wake, baba ambaye hajui shida ya watoto wake. Na shida hizi tunazianza ndani ya ulimwengu wa roho. Ndani ya ulimwengu wa roho ndio hapo responsibility inaanza. Haikutosha tu Yesu azaliwe na kuwekwa kwa mikono ya Yusufu, ilitaka pia Yusufu achukue responsibility ya kwanza, asimame naye hekaluni. Unapokuwa na mtoto, responsibility ya kwanza ni kujua kumleta kwenye mikono ya Mungu, kumrudisha kwa yule ambaye amemleta duniani apate kushughulika naye. Baada ya hapo kumfundisha njia ya hekalu. Ikiwa Yesu alipotea siku 3 katika hekalu la Yerusalemu kwa sababu walimzoesha kwenda hekaluni. Alizoea kwenda hekaluni. Kila siku tunasema ndani ya familia ndipo mahali ambapo vitu vitatu vya mwanadamu vinapangwa. Ya kwanza identity. Hii nimeshafundisha. Ya kwanza identity ya mtoto inafunzwa ndani ya nyumba, inaandaliwa ndani ya nyumba. Na hii identity itakuwa identity ya kimwili na ya kiroho. Utakuwa mwenye heri kama mtoto wako anaona kwambia, mama mimi nakuwa mtoto wa Mungu. Wewe ni mwenye heri. Kuna watoto ambao hawajui kama ni watoto wa Mungu. Kuna watoto ambao wanakomaa ndani ya jamaa zao, wako na identity ya kimwili lakini ya kiroho hawakuambiwa na wazazi. Identity ya mtoto inaandaliwa ndani ya nyumba, ndani ya familia. Ya pili inayoandaliwa humo ni mtoto kujua kama kesho yangu inapangwa hapa. Yusufu alikamata Yesu, akampatia jina lake mtoto mseremala, akamfundisha kazi ya useremala, lakini akamwonyesha mlango ya nyumba ya baba ndio hii. Yesu kwa miaka 12 akamwambia mama yake, haujui kama nipaswa kuja kufanya kazi ya baba? Kwa sababu nyumbani walimwambia baba yako ni yule wapi? Sijui wewe unawaambia watoto wako ni wapi? Unaandaa watoto wako kwa identity gani? Kuna watoto wanalaaniwa ndani ya manyumba, wanawapatia majina ya wa Beyonce, wanawavalisha sawa wa Rihanna, wanawavalisha kama wa unaweta nini? Wananyamaza kama wajua kumbe wanajua. Bwana nisaidie sana. Hii ni kulaani mtoto. Mtoto angali na miaka 5 unaanza kumkata nywele, unatia madread mkichwa. Ni nini unatia? Identity gani unabadilisha mtoto huyo? Angali mtoto, hajui lolote. Sikiza nikwambie, ni nafsi iliyo hai. Hii ni roho ambao ukisema kitu kinaingia. Ukiconnect na ufalme fulani inashika. Inashika kabisa. Sasa usifanye vitu ovyo ovyo juu ya mtoto. Identity inapata hapo ya kimwili, mtoto wa. Kutoka hapo ndani ya nyumba destiny yake inatayarishiwa. Kutoka destiny ndani ya nyumba anapata appartenance. Niko na shangazi, niko na muyomba, niko na nani, niko na mchungaji, niko na mzee wa kanisa, niko na deje wa korale, niko na naye tuongoza kwa hiki 1 2 3, niko na mama mwalimu wetu wa ekodimu. Anapaswa kuwa na appartenance. Isisimamie tu nyumbani katika familia wajomba na watate. Muoneshe mpanuko wa jamaa la Kikristo. Kuna wengine watoto ambao hawajue hata mchungaji ya baba yao ya mama yao. Hamjue. Unakomana na mtoto ambaye hajui mchungaji wako ni nani. Hii makosa.
Nilisema siku 3 hizi za kwanza nilitaka kuingilia sana na niguse kifamilia, kwa sababu maisha ya mtoto inaandaliwa hapo. Mungu akatarisha, hii ni mazingira ambayo na mtoto wote ajisikie kama ameandaliwa kwa kusudi fulani. Lakini watoto wetu ndani ya nyumba zetu, identity ya kiroho hakuna, appartenance ya kiroho hakuna, destiny ya kiroho hakuna. Haingeliwezekana kumkati Yesu aingie sinagogi na wamletee tu chuo cha nabii Isaya soma. Hawapatiaki kila mtu neno ndani ya hekalu. Walimjua ni mtoto, tunakomaa naye ndani hapo. Kila siku ya Sabato iko na shia hapo. Ndio walimletea kitabu soma. Kwa sababu alikomaa mule. Alikuwa deja na appartenance ya familia ya Kikristo, familia ya Mungu alikuwa naye. Na wazee wa kanisa walimuona, walijua huyu ni mtoto wetu. Na siku hiyo walipotea kitabu walijua huyu mtoto amepita ekodime mpaka kafita kuado, na anaonekana alitayarishwa hata kwa utumishi. Anaweza pia kusoma Biblia mbele za watu. Aliandaliwa hivi. Na sasa nataka na sisi tujue kwenda kuandaliwa. Hakuna tabu, nirudi katika maandiko, kuwa na kiongozi, mtawala, responsable, mwenye hajue mizigo, tabu ya watu wake. Warasaidie sana. Biblia inasema njaa ikapita kiwango ambayo mara wengine waliona ni sawa tu, ikafika kiwango ambapo watu wakaanza kukulana. Wanawake wawili walikaa pamoja, kila mmoja na mtoto, wakakana wakatoa shauri, tukule mtoto wangu leo na tutakula na wako kesho. Tukule mtoto wangu leo, tutakula wako kesho. Biblia inasema wakakula mtoto. Nilikuwa na mkutano fulani na wachungaji sehemu fulani, nikawaambia hali tunayoishi sasa, watoto wetu hatujawatokotesha ndani ya machungu, lakini tumeshakuwa kubwa tayari. Kuna watoto wenyewe wameliwa kwa sababu mambo ambayo imepitia watu. Watoto leo wako barabarani. Watoto leo hawaangaliwi. Watoto leo ni watu ambao kizazi ambayo imetupwa. Najua mji huu una hali yake, lakini tuna kanisa moja kubwa hapo Esekavent Beni, na wakati rais aliposaini kibarua cha kusema anakubali kitaifa vijana wote wanaweza kusimama kwa sababu ya kupigania nchi na wanakubaliwa kitaifa, nikaambia wachungaji na nikaambia kanisa. Kweli nilihubiri kwa kanisa lile kubwa, lilikuwa limejaa watu na kulikuwa wafanya siasa wengi ndani ya kanisa lile. Nikawaambia leo imefungua ukurasa mpya ya umwangaji wa damu na tabu katika mji huu. Taifa hili tutafanya hivi, tutafanya hivi. Hatuwezi kumwambia Mungu tunakupa taifa hili na tunaambia shetani utusaidie. Haiwezekani. Haiwezekani. Nikamwambia hiki kibarua ambacho kimesainiwa leo, kosa kubwa. Tuende kanisani, tumwambie Baba ponya nchi yetu, na turudie kutuambia wengine muite mizimu isaidie kulinda udongo yetu, adui asikamate. Confusion. Nikamwambia hapo kila kitu kinaharibika. Damu itamwangika katika nchi hii, na kesho itakuwa nzito kwetu. Siku mwanasiasa,
Lakini kisha mkutano nilikaa na wanasiasa, nikaonesha 1, 2, 3, wakasema mchungaji mtuombee. Nikamwambia ndio tutawaombea, lakini nchi mmeitupa. Vijana tumewapoteza. Watu wamezoea kumwanga damu. Watu wamecheza na mizimu. Watu wanakubaliana na kuita mizimu. Watu hawaogope makaburi. Watu hawaogope kumwanga damu. Watoto wadogo chini ya miaka 15, 12 ni watoto ambao wamezoea kuua, kuchinja. Hii taifa inaenda wapi? Hakuna mahali ambapo tunaenda. Watoto wetu wako wanatokoteshwa. Na mara kesho wataomba wako. Ungelikuwa na neema uje kuficha wako. Kwa na neema uje kuficha wako. Biblia inasema akamwambia mfalme, wangu tumemla. Nimemwambia naye atoe wake, akakataa. Biblia inasema mfalme aliposikia hadithi hii, alirarua mavazi yake. Alikuwa anatembea juu ya ukuta na alikuwa anavaa mavazi yake ya kifalme. Aliposikia habari hii, aliposikia habari hizi, Biblia inasema akararua mavazi. Kawa mfalme alipoyasikia maneno haya ya mwanamke huyu, akayararua mavazi yake. Wapendwa, kuna hali tunaweza kuwa tunaishi, lakini kama tutakuwa tumekea kiwango ya kuwa wa responsable kamilifu, un vrai responsable, anajua kutambua nyakati na majira anayoipita, na nyakati na majira ingine itakufanya utambue ya kuwa sheti uvae gunia, na gunia ambayo nimeivaa kwa sababu ya tabu. Responsibility inaweza kukuvalisha gunia. Mzigo ulio nao inaweza kukuvalisha gunia. Na ukiangalia kesho inaweza kuwa mbaya zaidi, utavaa gunia. Tusome kitabu ya Esther tafadhali. Esther sura yake ya 4. Nataka uelewe kitu kimoja hapa. Esther sura yake ya 4. Mstari wa kwanza, nafikiri itakuwa hapo tu. Mstari wa kwanza uiambatanishe na mstari wa 30 wa Wafalme wa Pili sura yake ya 6. Biblia inasema hivi: Mordekai alipoyajua mambo yote yaliyofanyika, alifanya nini? Alirarua mavazi yake. Kujua. Wangapi kanisa tunapojua? Dada yangu, mama yangu, unapojua, unajua nini? Acha niulize hivi, nini unajua? Usipojua kitu utatembea tu na utaona kila kitu ni kawaida. Usipojua kitu utaishi kama, mimi nasema utaishi kama mbuzi yenyewe wanafuga kunyumba. Mbuzi asubuhi wanapeleka kumayani, magharibi wanarudisha ndani. Asubuhi wanapeleka kumayani, magharibi wanarudisha ndani. Haijui yake kesho. Ingeliwa kama bado kukulisha unenepe, upate afya, tunakungojea bonane. Kama ile mbuzi hapo ndio kumayani ninaendaka. Haijui yake. Wanapeleka tu. Wewe mkulishe mbuzi sawa, inaenda na furahi narudi. Kumbe hiyo kama inaendelea kwa kitu. Kuna watu ambao wanaishi kama nyama. Nisamee kutumia ile neno. Unakutana na mtu ambaye hana ufahamu wote. Hana ujuzi wote. Hana elimu yoyote. Hana maarifa yoyote. Inamtosha yeye niko tu. Kuwa tu haitoshi. Biblia inasema Mordekai alipoyajua mambo hayo yaliyofanyika. Ni mambo gani aliyoyajua? Mbinu za shetani. Alijua mbinu za shetani. Nini inayopangwa katika ufalme wa giza kwa sababu ya Wayuda? Alijua upanga, alijua tabu, alijua mateso inayongoja taifa la Israeli. Alipoyajua, Biblia inasema alirarua mavazi yake. Hakukana mavazi. Kila aliyekuwa na ufahamu na ujuzi hajatulia. Hakuna. Sikia nikwambie rafiki yangu,
ukifunuliwa na ukiwa na ujuzi na ufahamu ya mbinu za shetani, ya vyako ambavyo vimenyanganywa, vyako ambavyo vimeziwizwa, kesho yako kama inapangiwa namna gani na huyu hadui, rafiki yangu, utakaa kimya, utararua mavazi. Alama ya kurarua mavazi ni kama tosha imetosha. Tosha imetosha. Nimetosha. Tosha imetosha. Tosha imetosha. Sitaki hali hii. Ninakataa. Jina la Bwana libarikiwe. Sikia nikwambie, huwezi kujitupa kimaombi ya kutafuta Mungu kama hakuna kitu kinachomsikia. Ukitona watu wanaonekana mkanisa kuomba waombe, kufunga wafunge, kutafuta Mungu watafute Mungu, hana siku yake ya kutafuta Mungu, hana saa ya kusoma Biblia, hana siku yake ya kufunga, hana siku ya kushuhudia, yeye yuko pale tu. Yeye anajua imetosha, niko kanisa. Rafiki yangu, sema uyafikie kiwango fulani. Irresponsible ni mtu mwenye iko avize. Avize ni mtu ambaye hakae kama inavyofaa. Mordekai alipojua, mfalme aliposikia maneno ya huyu mwanamke, wote walirarua mavazi. Rafiki yangu, itakuwaje unajua maneno ya Mungu na ukweli ulivyo? Nikusema hukujua kitu. Nikusema hukujua kitu. Sijampata aliyejua maneno ya Mungu akakaa kama alivyo. Sijampata yule ambaye alipewa siri ya Mungu akakaa kama alivyo. Sijampata yule ambaye aliona utukufu wa Mungu akakaa kimya. Sijampata yule ambaye aliona matendo makubwa ya Mungu na akakaa akatulia. La, kila aliyekutana na Mungu aliona matendo makubwa ya Mungu, hakukaa kimya, alisimama na akajaribu kufanya. Jamani, niseme nini? Kurarua mavazi ni alama ya kusema nimetosha kukaa ndani ya ustarehe huu. Kumbe kuna vitu vinaangamia. Kumbe kuna vitu vinaangamia. Sikiliza. Bwana tusaidie sana. Biblia inasema huyu Mordekai aliposikia maneno, tunarudia kwa mfano huyo Mordekai aliposikia mambo yote aliyofanyika, kararua mavazi, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya miji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Siku moja nilikuwa nahubiri siri ya mama anayejua bei ya mtoto wake. Namna gani mama anayejua bei ya mtoto wake hamwachi nyumbani, anampeleka kwa madhabahu ya Bwana. Huyu ni mama Ana. Nileta mfano wa mama Ana. Mama Ana alisononeka. Ilifika wakati alizomelewa, kazomelewa. Ikafika wakati yeye alipasua mavazi. Heshima Bwana aliyompa, consideration Bwana aliyompa, maneno ya matamu ya mapenzi Bwana aliyompa, akasema tosha imetosha, madharau imepita, kapasua haraka kanisani. Kafika kule kaomboleza. Na alipoomboleza, alipopokea mtoto, akajua siri, kaenda na mtoto wapi? Hekaluni. Wamama wengi wanapokea watoto kama manguo. Hajue nguo inakuwa mzuri sawa yaiva. Ukipenda nguo na ingali kuduka, roho yako itatetemeka. Siku unakamata tu naivala, iko tu nguo sawa zingine na valere naisha. Na wamama wengine wanapokea watoto hivi. Huyu mama alijua bei ya mtoto, akaenda naye mpaka hekaluni, akamwacha hekaluni. Alafu nilikuwa nafundisha kwenye radio, moyo wa mama ambao unajua bei ya kizazi chake,
ni mama ambaye hapumziki, ni mama ambaye hana wakati ya kulala, ni mama ambaye hana wakati ya kuzubaa. Kila wakati anaomboleza kwa sababu ya kizazi chake. Ionekane ni kizazi ambacho hakitateseka, hakitaangamia, ni kizazi ambacho kitateka mlango ya adui wake. Mama moja alikuwa ananifuata kwenye redio nikihubiri, akajifungia ndani ya chumba, alikuwa naomba. Nilipomaliza kuhubiri, jamaa ya ule mama wakanifuata kwa redio, wanasema unafanya mama yetu anakuwa mazimo. Hii ni Kiswahili ya watu ya Wicha, mazimo. Nikasema sasa mimi nimefanya wazimu namna gani? Wakasema tangu umeanza kuhubiri, mama yetu ameingia ndani ya chumba, ameanza kuomba, anaomba mpaka tumegonga mlango, amekataa kufungua, iko na mimina moyo wake machoni pa Bwana, imetupatia uoga. Nikasema mama huyu kuna kitu amesikia. Sio mimi, kuna kitu amesikia toka Mungu. Rafiki yangu, sikia nikwambie, kama una kitu kusikia toka Mungu, hautakaa. Jambo la kwanza ni kurarua mavazi. Hapo nitafsiri tena namna nyingine. Maana mavazi ni nini? Sasa tunapozungumza kupasua mavazi, mara hujui. Mavazi, tafsiri ya kwanza ndio inafanya utukufu wa mtu. Mavazi inafanya utukufu wa mtu, kwa sababu mavazi inafinika aibu ya mtu na inamuvika utukufu. Ndio maana Adam alipokosa ndani ya shamba la Eden, kitu cha kwanza akajikuta utupu na akatafuta mavazi ya kujifunika. Mungu akamwambia, kwa nini? Nani alikwambia uko uchi? Kwa sababu kuna utukufu fulani ambao ulitoka. Akatafuta njia ya kujifunika. Mavazi anwani yake ya kwanza ama tafsiri yake ya kwanza ni utukufu juu ya mtu. Utukufu. Mtu ambaye havai ni mtu ambaye ana aibu. Kwa kufasiria vizuri tena, wakati mfalme fulani aliyetafuta kukamata mke wa Abraham, na Mungu akamtokelea huyo mfalme akamwambia usiguse ule mtu kwa sababu ni mke wa nabii, ukimgusa utaangamia. Alipomrudisha kwa Abraham, Biblia inasema akampatia Abraham pesa, akamwambia uza mavazi ya kufinika huyu mke wako. Mavazi ni alama ya utukufu juu ya mtu. Na sasa kumbe yawezekana kuna utukufu ingine unaweza kuwa nayo ni ya dunia tu. Na kumbe nataka sasa uelewe ya kiroho, upasue sasa hii mavazi ya juu, na ili upate kuingia ndani kwa kusononeka, ili onekane Mungu anaweza kutenda. Ndio kusema nini? Mtu ambaye anapasua mavazi yake ni mtu ambaye anakataa kawaida. Sitaki kubaki katika kawaida hii, nataka nipenye hata kwa ndani. Maana gani niitwe mfalme wakati ambapo taifa langu liko linateseka? Ndio hii ambayo mfalme amefanya. Itanifalia nini mimi niendelee kuonekana mfalme wa heshima, niendelee kuonekana napita mbele ya kuta ya watu waseme mfalme anapita, na kumbe watu wangu wanafika hatua ya njaa mpaka ya kukulana? Kapasua mavazi. Rafiki yangu, sikia nikwambie, kama umepokea kitu toka Mungu, huwezi kutulia. Utatafuta uso wa Bwana, utapigana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ukoo wako, kwa sababu ya kesho yako, kwa sababu ya uzao wako, kwa sababu ya taifa lako. Kitabu hicho tu nafikiri itakuwa kitabu cha Nehemia. Tusome shairi, kitabu cha Nehemia, sura yake ya 4. Sura ya 4, Nehemia sura yake ya 4. Tukamate mstari wa 14 nafikiri hapo. Nehemia sura yake ya 4 mstari wa 14. Biblia inasema hivi: nikatazama, nikaondoka, nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengine waliobaki, nikawaambia msiogope, mkumbukeni Bwana aliye mkuu mwenye kuogofya, mkawapiganie. Anaanza sasa, mkawapiganie ndugu zenu
mkapiganie wana wenu, mkapiganie binti zenu, mkapiganie wake wenu, mkapiganie nyumba yenu, mkapiganie ndoa yenu, mkapiganie biashara vyenu, mkapiganie vijiji vyenu, mkapiganie kesho yenu, mkapiganie uzao wenu. Yaani hapa sasa wewe unaweza anza kuongeza. Kuna vitu ambavyo umeitwa kwa kupigania, na hii ni katika hali ya maombi. Ilikuwa vita mkali ulipangwa kwa sababu ya taifa. Sanbalati na watu wake hawakutaka kuona Nehemia wanaweza kujenga ukuta Yerusalemu, wakataka kuwapiga vita. Nehemia anaanza kuwatia moyo, akawaambia, sikilizeni jamani, msiogope, tuna Mungu aliye pamoja nasi. Kweli tuna Mungu, asante. Ndio sasa tufanye nini? Kumbukeni, kuna vitu ambavyo nataka kupigania. Kuna vitu inataka upiganie. Kuna watu ambao wanafikiri kama watoto wetu kwa urahisi tu wanaweza kukomaa. Wengine wanafikiri kama binti zetu kwa urahisi tu wanaweza kufika hatua kuolewa na nyama unyumba na vinaenda sawa. Kuna watu ambao wanafikiri kama wake wetu wanaweza kufaulu tu katika mambo mengine, waume wetu wanaweza kufaulu tu katika mambo mengine. Watu wanafikiri kama masomo tunaisoma tu kwa urahisi na vinaenda. Kuna vitu inataka kupigana kwa kuvikomboa. Nehemia akasema, sikilizeni ndugu zangu, inataka mpiganie. Biblia inasema kupigania. Usikuwe Mkristo mzembe wa kufikiri kama kila kitu kinakuja kama inavyofaa. Pima kuangalia sasa. Tangu mwezi wa Januari, leo tunaenda Disemba. Angalia hapa katikati, uzembe ngapi ulitembea ndani? Uzembe ngapi umesimama ndani? Tuliokuwa nao tena usiku nikawaambia, kitabu ya Yoshua sura yake ya 13, Mungu akakuja kumchungulia Yoshua. Yoshua sura yake ya 13 mstari wa kwanza. Mungu akakuja kumchungulia Yoshua. Kamwangalia Yoshua, akamwambia Yoshua, sikiliza Yoshua ndugu yangu wewe, mbona umeanza zeeka? Akamwangalia tena, mbona miaka yako inaenda na bado kuna vingi, kuna miji ambayo inalitaka utawala. Mungu anashangaa. Nikawaambia ndugu zangu usiku, kuna vitu ambavyo unavikosa na Mungu naye anakuangalia. Inataka uitie ndani ya kichwa. Kuna vitu ambavyo unavikosa, Mungu anakushangaa. Usifikiri kama kuna vitu ambavyo Mungu ataleta kwako tu hivi. Yesu mwenyewe akasema, toka Yohana Mbatizaji mpaka leo ufalme wa Mungu ni wenye nguvu ndio wanauteka. Ce sont les plus violents ndio wanateka ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu huu, sikiliza nikwambie ndugu yangu, hii tunaita ufalme wa Mungu pasipokuwa na bidii, pasipo kusimama kuningania, pasipo kusimama na kuteka, hakuna ambacho tutakachokipata. Ikiwa Yakobo ili abarikiwe na Mungu ilitaka apike mieleka mpaka usiku kucha, wewe unafikiri kama utekala tu bure? Sawa, kaa tu, lakini utashangaa. Yakobo kamshika malaika, wakaanza vita usiku kucha. Nakumbuka wakati tunafanya exercice de prière, tunatia horloge pale, tunapiga magoti, tulikuwa wawili. Sasa tunaanza iko exercice spiritual de prière mpaka Mungu ashuke tumuone leo. Unaanza saga, unaanza na vendeze mpaka 4 du matin, magoti na usinyamaze, sema na mimi nasema. Na niko naangalia saa, ukitaka kata kwamba saa yako endelea endelea. Mmejifungia mchumba siku 3, mnatupa fungulo nje. Rafiki, unajua kuna kiwango ambayo huwezi kufikia kama kuna sehemu uyafikaka ya kupasua mavazi. Siku 3 mnatupa funguo nje, anza.
Amina isikuwa amina. Amina ni kusema tu Bwana sikia mimi niko nasema, lakini saa inaendelea. Uona kwa surveyor mwenzako kwa naomba ikifika minui tena hakuna kulala chini, hakuna magoti ni magoti. Fierte tuliokuwa nayo muda fulani si kabisa ya kiburi au ya kifarisayo. Lakini zamani tukofa tukikutana huko mtumishi wa Mungu, asante. Unaomba kama Mungu, mimi naomba. Asante. Ya kwanza nitakwambia tunaoneshe magoti yako. Na niangalie vidole yako ya miguu. Magoti mpaka ikusa ya mbuzi. Na ile vidole ya miguu kule inakuwa kwa vifundu. Hiyo kila siku magoti iko hivi. Unasikia ile? Sasa kuna wenyewe unangojea, unaweza vitakia tu kirahisi tu hivi. Usiwaze kuna vitu vitakuja kirahisi. Siku nyingine nilikuwa kikio na mkutano wa watumishi toka ngambo na ngambo. Tulikuwa na upande. Kasa ilikuwa mkutano wanasema tunakuletea waombaji, utawafundisha. Nikasema sawa, niko na waombaji leo. Tukasema exercise ya kwanza, magoti saa hii 2. Sote tulikuwa mkihol kabambi kama na hiki, sote kuukuta, mikono yako kuukuta, magoti. Usikunjame, usiregee wala usilale chini. Sasa tuna kiwango tunatafuta. Nawaambia wazee waliuliza mkutano wote wananisirikia. Kijana mnamtosha. Sasa inakuwa utumwa. Si utumwa. Tunamtafuta Bwana. Tumtafute Bwana. Unajua kuna katika hiyo kumtafuta Bwana, kuna kwa ile tunaita prière de mortification, ya kuua mwili. Unasikia gaze inaingia mwili mpaka na gaze inapotea, unajisahau. Hii ndio wanani walifanya wakina Musa. Sikia nikwambie, Yoshua kwenye uwanja wa mapambano, Musa kwenye mlima, mikono juu ikishusha esheke na ingia. Kila siku yenyewe unashushaka intensity ya prière, esheke na ingia. Mara mingi watu hawajuaki. Ukishusha intensity de prière, nishaomba Mungu anasikia sawa, ndio anaprofite. Anaingiza. Utakia shtuka mengine mshapanda kiwango huko chini. Namna unavyozubaa kwa kuregea ndani ya moyo. Biblia inasema mikono juu ushindi unaonekana. Ikilegea wapi hakuna kingine. Mpaka hawa ndugu mnaitaka Uri na Haruni hawana huruma. Inopate ni konte na mwili ya Moizi. Kuko vingine usingoe hapa mkanisa tutasema mkameme umama nazeeka tusimuingize mwa hii maombi. Utaingia tu. Unajua kuna vitu vingine vya kiroho inataka tuende navyo kama kiaskari kidogo. Huri na Haruni walikuwa wadogo kwa Musa kiumri, kimiaka. Mzee huyu anaikala naomba Mungu, wako wanaangalia sana mikono ile, wanaangalia kule kubonde. Ushinde. Akiregea wanaangalia, si mtu anakufa. Mzee kubushiri kwa mikono, twende tuikamate. Mwaka chali juu, ngine na chali chini. Tunyangule mikono. Sasa bao balikala kwa majibu. Mikono nani ilikuwa yule? Ya Musa. Aliye achoke, asikie ganzi, asikie nini, wao wajali wanaangalia nini kule. Hakuna kingine. Sasa unafikiri kuna vitu ambavyo vitaingia ndani ya familia yako, ndani ya uzembe? Unafikiri destiny yako kuna vitu vitaingia ndani ya uzembe? Ungelifunguka macho na kuona nini imepangwa, haujazaliwa, upo na itakayokuja, ungelisimama katika Bwana na kusema, Baba, kama unaweza kusimama kama mpendwa wangu ambaye tumemsoma jana ya base, aliyekataa jana yake si control leo yake, na aliyekataa jana yake si control avenir yake,
akamlilia Bwana. Biblia inasema akamningania. Maneno mawili ndio tunasoma Biblia inasema akamuomba Bwana. Lakini sisi nakwambia kuningania ni tofauti na kufanya maombi flash. Unajua maombi flash? Maombi flash ndio kusema Baba tunakushukuru umetulinda mchana wa leo. Asante Yesu, haleluya, amen. Unalala. Na unaanza nguruta mara moja. Haiko ndio maombi. Maombi inataka muda mwingine unaomba mpaka unasahau kwenye uko. Unasahau wewe ni nani. Na hii maombi mara nyingi hatuifanyi kigrow. Hii ni ya upekee. Maombi ya kujisahau. Au mkiwa wawili, mkiwa watatu, saa zako 5 kwa magoti, watu wanakufuata, tunakusikiliza, tunakuangalia. Ukitaka rejea tena mikono hiyo, hakuna kuchoka, tunaendelea. Ukimaliza na mimi naingia pale, naomba mpaka nione na mimi saa yangu 5 inapita. Ikimalizika tusimame. Sasa inakuwa ya kusimama, tunaomba saa 3 ya kusimama, tunamaliza. Tunashuka, tunalala kifudifudi. Saa 2 tunaomba. Kifudifudi naisha, tunalala chali chali. Saa 2 tunaomba. Sasa hapa mpaka mtakuangalia seme kuna kitu kiendeke hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka na mbingu ziangalie kuna nini. Hii ndio nilimkuta Daniel. Sikia nikwambie. Mungu akashituka mbinguni akasema Daniel anasumbua sana. Kuna kitu kiendelee kule. Kuna maombi ambayo mpaka Mungu ashuke atume malaika. Nini mkaangalie? Kuna nini naendeka kule? Daniel anaomba sana. Kuna nini naiendeke? Sasa wewe siku gani Mungu atatuma malaika kwako? Siku gani? Wakuje waangalie nini inayoendelea. Rafiki yangu sikia nikwambie, kuna vitu tupasue. Pasua mavazi. Pasua mavazi ya jeunesse. Jeunesse yangu naitoa kwa Bwana. Kama nikufa nife. Nimewaona wamama ambao wameingia ndani ya maombi miezi 3. Tukaingia nao mwezi 1, 2. Hakuna kunao, wako hapo. Mnashangaa. Haya. Sikia nikwambie sasa. Nataka niombe pamoja na wewe. Lakini nataka nimalize na hii ni ushuhuda yangu sasa binafsi. Nikupe ushuhuda yangu binafsi. Kama unaniona ninahubiri leo, nimefanya maombi ya siku 14. Siku 14 nilikuwa nalala kutapisa wewe. Ile siku 14 kila jioni nikukunywa katase kabui kapata. Unabula matase wa zamani wa washinua. Kadogo hivi. Ndio wanakupimia mubui na tartini 2 ya mkate. Hakuna kunywa, hakuna matunda, hakuna nini. Kulala chini. Na tulikuwa nalala usiku huko na droit ya kulala saa 3 tu. Lakini zile zingine saa zote mdomo yako ipigi machoni pa Mungu. Midomo yako iko nasema. Ilipofika siku 29 nikasikia kitu moja kinanishika hapa. Nisikia sasa kitu kinabana hapa. Nikapengema. Wakapeleka habari. Jeremia iko natafuta Mungu lakini anataka kufa. Wakakuja kunitoa na kingufu 30 jours. Kuja kufungua nyumba na kunitoa na kingufu. Wakanipeleka hospitali. Waliponipeleka kwa hospitali, kama nafika kwa hospitali general na klinike haviachani sana. Nikafika kwa hospitali general nikaikala. Daktari wa kwanza akanipima. Tous les signes vitaux zilikuwa zinakufa lakini niko naongea na niko natembea. Mnaiona signes vitaux? Nyinyi mnaenda kwa hospitali wengine walisoma hapo. Alama za kuonesha kama huyu mtu mzima kwangu zilikuwa zimekufa. Lakini niko natembea na niko naongea. Huyu daktari wa kwanza akashtuka, inawezekana ni mzimu.
Wanaleta mapare 2 3, anaita daktari wa kwanza, anaita wa pili, wanakuwa wanne. Wanapima. Unatoka wapi? Kunyumba. Unakulaka? Mimi nakulaka. Ce n'est pas possible. Banganga hopital general bakaita bakukliniki bakakuya. Ikakuwa ba daktari karibu 8 bananizunguruka. Kila mtu anapima test yake, test. Habaelewa. Iwezekanaje mtu alama za kuonyesha kama iko mzima zimeotoweka, lakini iko anaongea na anaweza kutembea ijapokuwa anapinga mpaka dogo tu. Sasa moya akakuwa na kesho curiosity. Wewe hauko wewe makanisa kuomba. Nikasema hapa sasa mimi ninapata shida. Nikawaambia mimi naomba kwa Sabati yote tu. Naingia kwa kanisa na mimi naomba tu. Prescription médicale. Kila 15 minutes ni kule kitu. Ndio prescription médicale. Na dawa kidogo za kuongeza siji vitamini za kuleta appetite za nini. Nikavikamata na kiviweka kwa mkoba, nikarudi pole. Mpaka nikarudia kwenda kwa chumba ya maombi. Mpaka siku 40. Tulipomaliza siku 40 nikaanza kutumia dawa. Lakini sasa nini nilifuata? Kisha 40 jours ile kwenda kufungula, wakati mwingine ikaenda kuonekana hatukutii. Tulikuwa vijana 4, hatukutii kabisa taratibu, lakini mimi nakupatia ushuhuda kwa sababu mimi ndio niligonjwa. Nikaenda kufikia sasa wakati tulianza kutumia, mwili ikawa sasa kama kweli nataka kufa. Nikafanya sasa 30 jours mkitanda na sionake nje. Lakini nikamwambia Bwana, nataka nikutumikie. Nataka nitembee pamoja na wewe. Nimesoma ushuhuda. Mtu anafunga siku 600 kutafuta upako. Mtu anafunga miezi 7 ionekane Mungu anaweza kushuhudia utumishi wake. Mtu anaweza kufunga mwaka mzima Mungu amkubali katika utumishi. Kwa nini mimi nisitafute uso wako nitembee pamoja nawe? Siku 13 tena nikalazwa. Mimi nakulaka tu tomate yenye banachanga na matungulu na mayai ya mbichi na kijiko ya sukari. 30 jours. Nilipotoka pale na ndio nilianza utumishi. Sasa kuko vitu ambavyo usifikiri vitakukuta. Kuna vitu ambavyo utapasua, utatupa, utaacha, utakataa. Natafuta uso wa Bwana uwe pamoja nao. Natafuta nitembee pamoja nao. Natafuta Mungu onekane kwangu. Natafuta Bwana unisimamishe. Ukiendea kwa kawaida, kuna vitu ambavyo utakutana navyo ndani ya utumishi wako. Maisha yako ya Ukristo inataka ukamate engagement yako wewe na Mungu. Si ya kanisa, wewe na Mungu kwanza. Hapo ndipo tunaanzia. Hii tunaita maombi ya kuvunja mwili, ya kurarua mavazi. Mfalme kararua mavazi yake kwa sababu ya ujukumu, responsibility ambayo alikuwa anajua anaibeba. Watu wangu hawezi kuangamia hivi. Ndio kisha unaweza angalia jeunesse yangu hawezi kukuzarauliwa hivi. Avenir yangu hawezi kuwa ndani ya mashaka. Familia yangu haiwezi kuwa hiki na hiki. Watoto wangu hawezi kuwa hivi na hivi. Mimi siwezi kuwa mtu wa kila mtu kia kuchungulia kisha nakimbia. Mimi siko mtu unapaswa kupigana. Ndiposa Bwana akasema, mtanitafuta mtaniona. Mtaniita nitaitika. Mtanikaribia nitawakaribia. Mtakaponiomba kwa mioyo yenu yote. Unajua maana moyo yote? Maana unasahau kila kitu. Baba niko hapa. Hatumtafute Mungu kwa muda au kwa sehemu. Tunamtafuta Mungu tukizama sisi sote. Ndio hapo nikakwambia Huri na Aruni walifika hatua ambao hawakujali umri wa Musa. Wao walitaka waone suluhisho linatokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Unajua tunaposema maneno ya maombi kuna watu wanaogopa. Usiogope. Usiogope. Na mtu asikuletee imani mbaya eti Yesu alishakafunga kwa ajili yetu. Hii ni imani ya upuuzi. Yesu alishakafunga kwa ajili yetu. Yesu akashamaliza yetu wote kwa kama Yesu alimaliza yote kwa ajili yako. Kwa nini alisema kesha? Kwa nini alisema omba? Kwa nini alisema tafuta? Kwa nini alisema bisha? Hii ni imani mimi naita ya udhaifu, ya ubovu kabisa. Yesu alisema kesha kwa ajili yetu. Yesu alishafunga kwa ajili yetu. Sawa, imeandikwa lakini sio tafsiri kamilifu. Jina la Bwana libarikiwe. Imefika muda wa kuomba. Nataka sasa nisimame na mtu fulani ambaye tunataka kwenda kuomba naye. Huyu mtu ambaye ataona ukubwa wa Mungu. Acha nisome shairi ili tupate kwenda kuomba. Kwa sababu inataka tujue iliishia wapi. Habari za mfalme waliporarua mavazi. Rafiki yangu, kuna siri kubwa inayotokea wakati ambapo mtu anaweza kurarua mavazi machoni pa Bwana. Wafalme wa Pili, usipotezi sura yake ya 6. Nataka nisome kidogo hapo. Haleluya. Biblia inasema mfalme aliporarua mavazi. Angalia sasa decision ya kwanza ile kamata sura mstari wa 13:1. Decision. Alikuwa najua nabii wa Mungu Elisha iko ndani ya mji. Na akajua kwa nini Elisha hajitokeze basi na alete neno ambalo litaponya taifa. Akaanza sasa akasema. Ndipo akasema, huyu ni mfalme. Mungu anifanyie hivyo na kuzidi kikiumbakia kichwa Elisha mwana wa Shafati juu yake leo. Akalapa akasema, Elisha nabii ambaye ana maneno yenye anaweza kusema na hali hii inapotea, kama ajitokeze na aseme. Sijui itatokea, lakini kama tu ni nabii, kichwa haitabakia juu yake. Kamata mstari wa kwanza sasa. Sikiliza kile kinaenda tokea. Mstari wa kwanza wa sura ya 7. Hapo tu. Kwa sababu Biblia inasema mtaniita nitawaitika. Na kila wakati Mungu alipowaita kuna kitu alizungumza, alituma neno. Wafalme wa Pili sura yake 7 mstari wa kwanza inasema, Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shahiri kwa shekeli langoni mwa Samaria. Mstari wa 2. Sasa hapa basomi benye kutumikisha akili. Rafiki yangu mmoja akasema tutumikishe raison kameme di ndani ya sacrifice na kutafuta Mungu. Mstari wa 2 ukasema hivi sasa. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, akajibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, Bwana angefanya madirisha ya mbinguni. Je, jambo hili lingewezekana? Anadharau mpaka Mungu. Asema Mungu atafungua madirisha mbinguni. Hii kitu hakiwezekani. Kwa ile nyungu nasema pale, wewe Elisha, jambo hili lingewezekana kwamba angalia. Sasa akamwambia Elisha akamwambia, sasa wewe utaona. Lakini kwa macho tu, kukula hautakula. Nabii Elisha akatabiri sasa. Sababu mfalme alipasua mavazi, katafuta uso wa Mungu, akajirevolte. Kama Yesu ni Bwana, kwa nini mimi niendelea kuteseka? Kama Yesu alituma mwokozi wa dunia, kwa nini mimi nibaki ndani ya vifungo hivi? Kama Yesu ana uwezo kufufua, kwa nini mimi nibaki ndani ya nguvu za mauti? Hapa sasa ndio revolte ya kwanza, wakati mtu anapasua mavazi. Natoka ndani ya kawaida. Ikiwa Yesu ameshinda kifo na mauti, sitaki nguvu za mauti kutawala maisha yangu.
Sitaki nguvu za mauti kutawala familia yangu. Sitaki. Na Mungu ana njia zake ambazo atazitumia. Unapoomba Mungu usianze angalia 10 na kushoto itatokea hapa ama itatokea. Mungu anatumia njia tofauti. Biblia inasema huyu akida kaona bienye Elisha anasema ni impossible. Na ndio sasa mimi nasema la prière des impossibles à la réponse des impossibles. Ila fali Mungu atumie wakoma wane kwa sababu ya kudhibitisha mamlaka yake. Je, kwa wakoma ingeonekana mlango kwa sababu ya kulisha taifa la Israeli? Ingeonekana wapi? À des prières des impossibles, il n'est que des réponses des impossibles. Usingojee kuona kila kitu kikiwe kawaida. Ndio maana nakwambia tupande kiwango fulani. Ombeni. Tutafute uso wa Bwana, tumuite, na yeye ana uwezo wa kutenda. Simama tafadhali. Saa za maombi zimepita kabisa. Simama. Oh, haleluya. Nataka nione mtu ambaye atasema Baba, nataka nikuone katika maisha yangu. Nataka nione watu ambao watatoka hapa na kurudi nyumbani mwao na kusema najifungia leo mshambre. Nione Mungu leo aseme na mimi. Tunasikia Mungu anasemaka nataka leo aseme na mimi. Nasikia Mungu anaokoaka, aokoe mume wangu, aokoe watoto wangu, afungue njia zangu za baraka. Kuna vitu ambavyo natarajia toka Mungu. Hapa ndipo wakati sasa pasua moyo wako na kusema Baba, nahitaji yale ambayo inashuka toka mbingu. Mambo ni tofauti na kilo cha wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Anza kuomba nisikie sasa. Anza kumwambia Mungu maneno. Anza kusema, anza sema. Sema na Bwana sasa. Mwambie Baba niko hapa. Mwambie Baba niko hapa.